It happened to me in India. Ilinifanyikia hivyo kule India. The person I was saying something else. The person was saying something else. Nilikuwa nasema kitu na yule jamaa alikuwa anasema kitu tofauti. 5 minutes gone. Dakika 5 zimepita. They gave me a note. Walinipatia note. And they said you need to stop. Wakaniambia simamia hapo. I said we just getting started. Nikasema ndo tumeanza tu. 5 minutes. Dakika 5. So I stopped. Nikasimama. They came and told me. Wakaja wakanambia He wasn't interpreting you. Huyu jamaa hakutafsiri wewe. So they had to change and interpret. Ilibidi wabadilishe mtafsiri. Very important. Wa muhimu sana. I know you are interpreting me. Najua. Tafsiri. Thank you. I know. Najua. Because sometimes when you see interpreters, wakati mwingine ukiona mwenye mtafsiri, he said God is good. Ukisema Mungu ni mwema. And they say praise God. Naye anasema Bwana asifiwe. I didn't say praise God. I said God is good. Sikusema Bwana asifiwe, nilisema Mungu ni mwema. Praise God is coming from him. Bwana asifiwe inatoka kwake. I want to conclude this lesson. Nataka nimalizie huu ujumbe by leaving us with an important question. Kutuacha na swali la muhimu sana. I often like to conclude that way. Kila mara mimi hupenda kumaliza hii mkutano. Remember we were talking about reflection. Kumbuka tuliongea kuhusu kutafakari. Reflection. Kutafakari. That question is, who are you? Hilo swali ni wewe ni nani? Who are you? Wewe ni nani? You're a pastor, I know. Wewe ni mchungaji ndio najua. You're a church worker, I know. Wewe ni mfanyakazi wa kanisa najua. You're a man or a girl, I know. Wewe ni mwanaume ama mwanamke najua. But who are you? Lakini wewe ni nani? In reality. Katika ukweli. Who are you in the plan of God? Wewe ni nani katika mpango wake Mungu? Why are you here? Kwa nini uko hapa? Why are you still alive? Kwa nini bado ungali uko hai? Well, many have already gone. Yaani wengi wameenda tayari. And you are still here. Na wewe bado uko hapa. Who are you? Wewe ni nani? You see, when we know who we are, Bwana tunapojua sisi ni nani, it helps us inatusaidia to represent kuweza kuwakilisha ourselves kujiwakilisha the way we ought to. jinsi tunavyostahili kujiwakilisha. Who are you? Wewe ni nani? There are 11 things. Kuna mambo 11. 11 things. Mambo 11 that depicts who we are. Ambayo yanatupatia picha kuhusu sisi ni nani. 11 things. Mambo 11 that speaks of who we are. Ambayo yanazungumzia kuhusu sisi ni nani. Who are you? Wewe ni nani? The first thing. Jambo la kwanza. Number 1. Jambo la kwanza. You are in Christ. Wewe uko ndani ya Kristo. You are a person who is in Christ. Wewe ni mtu ambaye yuko ndani yake Kristo. The moment you trust in Christ, Punde unapomtumainia Kristo, the Holy Spirit takes you, Roho Mtakatifu anakuchukua and enters you into Christ. Na anakuingiza ndani yake Kristo. And you become part of the body of Christ. Nawe unakuwa sehemu ya mwili wake Kristo. See, whatever God does for us, ona chochote ambacho Mungu hutufanyia sisi, God does on the basis of who we are in His Son. Mungu hutufanyia kulingana na msingi wa sisi ni nani ndani ya mwanae. All the blessings flow to us because we are in His Son. Baraka zote zinatujia sisi kwa sababu tuko ndani ya mwanae. In Romans 8 verse 32, ya kitabu cha Warumi 8 mstari wa 32, Paul said, Paulo anasema, He who did not spare His Son, yeye ambaye hakumwacha mwanae, but freely give him for all of us. Lakini alimpatia kwetu bure. How should or shall he not through him? Na sasa itakuwaje yeye kupitia yeye? How shall he not through him? Itakuwaje ya kwamba pasipo kupitia yeye? Say through him.
kupitia yeye, freely bure, give us all things. kutupatia mambo yote. So all things flows through Christ to us. Vitu vyote vinatiririka kwetu kupitia Kristo, because we are in Him. kwa sababu tuko ndani yake. Anyone who touches you, yote ambaye anakugusa, touches Christ. anamgusa Kristo. Nobody can touch you, hakuna yote ambaye anaweza kukugusa until he first touches Christ. mpaka kwanza amguse Kristo. See, Paul learned that lesson. Paulo alijifunza hilo somo on his way to Damascus, akiwa njiani kuelekea Dameski, where he intended to wipe out the Christians. mahali ambapo alikusudia kuangamiza Wakristo. And he met with the Shekinah glory. Naye akakutana na ule utukufu wa Shekina. And he asked him, na akamuuliza, Saul, Sauli, why are you persecuting the church? Mbona wewe unaliudhi kanisa? Is that what he said? Ndivyo ndo vile alisema. No. Why are you persecuting Christians? No. Kwa nini unawasaliti wa Kristo? Why are you persecuting? Kwa nini unanitesa mimi? Why did he say that? Kwa nini alisema hivyo? Later Paul says, baadaye Paulo anasema in Colossians 3 verse 3, katika Wakolosai 3:3, Paul says, Paulo anasema, this is you. Huyu ni wewe. See, this is you. Waona, huyu ni wewe. Paul says, Paulo anasema, you die. Wewe ulikufa. Your life is hidden in Christ. Maisha yako yamefichika ndani yake Kristo. If that were not enough, kama hiyo haitoshi, in the same passage, katika fungu hilo moja, Paul said that Christ is hidden in God. Paulo anasema Kristo naye amefichika ndani yake Mungu. Amen. Where is Moses? Moses ako wapi? In Christ. Ako ndani ya Kristo. Where is Christ? Kristo yuko wapi? Where is God? Na Mungu yuko wapi? Where is God? Mungu yuko wapi? Can you see God? Je, unaweza ona Mungu? God is spirit. Mungu ni roho. You can't see God. Huwezi ona Mungu. Because you can't see God. Kwa sababu huwezi kuona Mungu. You can't see me. Huwezi niona mimi. Do you want to fight me? Je, unataka kupigana na mimi? Fight God first. Kwanza pigana na Mungu. When you defeat your creator God, ukimshinda Mungu muumba wako, then find Jesus. Basi wewe mtafute Yesu. And tell Jesus you are looking for Moses. Na uambie Yesu unatafuta Musa. Then fight Jesus. Alafu pigana na Yesu. If you defeat Jesus, ukimshinda Yesu, finished. Sasa basi mimi nimekwisha. Then how possible? Lakini haiwezekani. How possible? Hiyo itawezekana namna gani? If you're a Christian, kama ni Mkristo, God has given you the maximum security. Mungu amekupatia ulinzi wa hali ya juu that heaven can offer. Ambao mbingu inaweza peana. In Christ. Katika Kristo. In God. Ndani ya Mungu. You are totally secure. Wewe uko salama kabisa. That means nothing can happen to you. Hiyo inamaanisha hakuna chochote kinaweza kukutendekea until it first happens to God. Mpaka kwanza kimtendekee Mungu. If it happens to you, ikikutendekea wewe, it means he has passed two security gates. Inamaanisha imepita milango miwili ya ulinzi. And if God, the Son and the Father allowed it, ikiwa Mungu Baba na Mungu Mwana wameruhusu, there is a reason for it. Kuna sababu. Such a storm. Tufani kama hilo. There's a reason for it. Kuna sababu. Either it's for correction, either ni ya kukosoa, or for blessing. Ama ni ya baraka. Who are you? Wewe ni nani? You are in Christ. Wewe uko ndani yake Kristo. You are a believer in Christ. Wewe ni muamini ambaye ako ndani yake Kristo. Number 2. Jambo la pili. Who are you? Wewe ni nani? You are a temple of God. Wewe ni hekalu la Mungu. You are a temple of who? Wewe ni hekalu la nani? You are a temple of who? Wewe ni hekalu la nani? You are a temple of God. Wewe ni hekalu la Mungu. In the Old Testament, katika Agano la Kale, the magnificent temple that Solomon built, hekalu la kupendeza alilojenga Suleimani, there was a place called Holy of Holies. Kuna mahali paliitwa patakatifu pa watakatifu. Inside the Holy of Holies, ndani ya patakatifu pa watakatifu,
that there the ark of God was laid. Pale sanduku la agano la Mungu liliwekwa. The ark of God was in the Holy of Holies. Sanduku la agano la Mungu lilikuwa katika takatifu kwa takatifu. In between the cherubim, hapo katikati ya makerubi, the Shekinah glory indwelt. Kulikuwa na utukufu wa Shekina unaishi pale. He never indwelt in anybody. Hakukaa ndani ya mtu yeyote. In the temple. Pale ndani ya hekalu. That temple, ilo hekalu, was covered with a curtain. Lilifunikwa na pazia. Very thick. Pazia nzito kabisa. The reason why it was thick, sababu ilikuwa nzito, so that the breeze cannot move it. Ili upepo usije ukaipeperusha. Because nobody saw what was inside that temple. Maana hakuna aliyeona kilichokuwa ndani ya lile hekalu. Holy of Holies. Ndani ya patakatifu kwa patakatifu. Except the high priest. Isipokuwa kuhani mkuu. Once a year he enters. Mara moja kwa mwaka angeingia ndani. Around his waist, katika kiuno chake, they put bell. Waliweka mshipi, kengele, and a long rope. Na joho ndefu. What does that bell signify? Hiyo kengele inamaanisha nini? As he offers sacrifice, anapopeana dhabihu, the bell will be making bararam bararam. Kengele ingekuwa inalia kengele. They know he's still alive. Wanajua bado angali hapo hai. When they don't hear that bell anymore, wanapokosa kuisikia hiyo sauti tena ya kengele for a long time, kwa muda mrefu, they may use that rope. Wenda wakatumia hiyo kamba and try to pull him out. Wajaribu kumvuta nje. In other words, kwa maneno mengine, if he goes into the Holy of Holies, ikiwa ataingia katika patakatifu kwa watakatifu and try to play with God in that temple, na ajaribu kucheza na Mungu ndani ya hiyo hekalu, God will kill him on the spot. Mungu atamuua papo hapo. God said, pour the blood. Mungu anasema mimina damu on the top of the mercy seat, juu ya kiti cha rehema. If he goes there and say, akiingia pale ndani na aseme, why must I always put the blood on the top? Kwani tu kila wakati ni mimine damu juu? Why don't I just put it on the body here? Bwana tu nisipake tu hapa juu kando. That will be the last sacrifice. Hiyo itakuwa ndio dhabihu ya mwisho. Because he will die there. Maana atakufa hapo. God does not mess around. Mungu huwa ajichanganyi. The sooner we grasp this truth, haraka tunavyopokea huu ukweli, the better it will be for our lives. Itakuwa bora kwa ajili ya maisha yetu. Nobody was allowed to go inside. Hakuna yote aliruhusiwa kuingia ndani. And if you were one of those hard-headed people, ikiwa ungelikuwa mmoja wale watu ambao ni vichwa ngumu, and you say, well, nobody's around. Na useme hapa hakuna mtu hapa. Let me just, I don't know what is inside. I've been wondering what is inside this. Huko ndani. Nimekuwa nashangaa kabisa nini huko ndani. That will be your last look. Hiyo itakuwa ni mtazamo yako ya mwisho. Because you will die on the spot. Maana utakufa papo hapo. That is God. Huyo ni Mungu. Then when Jesus hung on the cross, lakini wakati Yesu alitundikwa msalabani, when he said it is finished, aliposema imekwisha, that temple cloth, ile nguo ya hekalu, from top toka juu to bottom, mpaka chini, it was wide open. Ikawa imefunguka wazi. It was no longer a secret place. Haikuwa ni mahali pasiri tena. It was small. Ilikuwa at the day of Pentecost. At the day of Pentecost. Siku ya Pentekoste, transition came to be. Transition. Mabadiliko yakatokea. God moved that place. Mungu akahamisha mahali pale. And chose you. Akakuchagua wewe to be the new temple. Kuwa hekalu mpya. You don't understand what it means, do you? Wewe hauelewi inamaanisha nini, si ndio? That you are the new temple. Ya kwamba wewe ndio hekalu mpya. God no longer indwells in the church. Mungu sasa yeye hakai ndani ya kanisa. Not in the temple. Sio kule kwenye hekalu. You are the brand new temple. Wewe ndio hekalu mpya kabisa.
our problem, shida yetu we don't understand what it means. hatuelewi inamaanisha nini. No wonder why the Apostle Paul prayed. Si ajabu wakati mtume Paulo alikuwa akiomba, when Paul was praying for the Ephesians, wakati Paulo alikuwa anaombea Waefeso, he never prayed. He wasn't praying that they would be in good health. hakuwa anaomba ya kwamba wapate afya njema. He didn't pray that God will bless them abundantly. Hakuomba Mungu awabariki teletele. He didn't pray that God will keep their enemies at bay. Hakuomba Mungu aweke maadui zao mbali. He didn't pray that they will grow in grace. Hakuomba ya kwamba wakuwe katika neema. The first prayer he prayed for the church, Ombi la kwanza aliombea kanisa in Ephesians 1 verse 18, katika Waefeso 1:18, that your eyes might be open. kwamba macho yenu yapate kufunguliwa. See, the problem with us, Haona shida tulionao sisi, we are not seeing what we ought to see. hatuoni kile ambacho tunastahili kuona. That's the reason why we cheat in the church. Hiyo ndio kwa sababu tunadanganya ndani ya kanisa. That's the reason why we lie. Ndio maana tunasema uongo. That's the reason why we live anyhow we want to live as Christians. Hiyo ndio sababu tunaishi vile tunavyotaka kuishi kama Wakristo. Because our eyes have not been opened. Maana macho yetu bado hayajafunguliwa. When your eyes are open, Kati macho yako yamefunguliwa, the rest is history. mengine yatakuwa ni historia. You would think that Paul, who stayed with the Ephesians for 3 years, Utasema pengine Paulo ambaye alikaa na Waefeso kwa miaka 3, that their eyes would be open. ya kwamba anaomba macho yao yafunguke. You can be a church member for 40 years Unaweza kuwa mshirika wa kanisa kwa miaka 40, and your eyes are still not open. lakini bado macho yako hayajafunguka. Because when your eyes are open, Maana macho yako yakifunguka, there will be no room for backbiting. hapata kuwa na nafasi ya kusimanga. There will be no room for putting other believers down. Hapata kuwa na nafasi ya kuweka waaminio There wengine will be chini. no room for gossiping. Hapata kuwa na nafasi ya kusengenya. There will be no room for lying to each other. Hapata kuwa na nafasi ya When kudanganyana. your eyes are open, Kati macho yako yanafunguka, you see Christ in all his glory. utamwona Kristo katika utukufu wake wote. That's why Paul prayed for them, Ndio maana Paulo aliwaombea that their eyes may be open. kwamba macho yao yapate kufunguka. They were sleeping giants. Wangelikuwa majitu ambao wamelala. See, the Ephesian church, Bwana, kanisa la Efeso they were the only church ilikuwa ndio kanisa ya pekee that received 2 epistles ambayo ilipokea nyaraka 2 from 2 apostles. kutoka kwa mitume 2. Very special church. Kanisa maalum kabisa, From John the Apostle kutoka kwa Yohana mtume and from Paul himself. na kutoka kwa Paulo mwenyewe. Revelation 2 was written to them. Kitabu cha Ufunuo sura ya 2 iliandikwa kwa ajili ya hiyo kanisa. See, when your eyes are open, Kati macho yako yamefunguka, you worship God as he ought to be worshipped. utaabudu Mungu jinsi anavyostahili kuabudiwa. There will be no more gimmicks. Hapata kuwa na sarakasi. You done with gimmicks. Utakuwa umemalizana na sarakasi. You done with exploitation. Utakuwa umemalizana na kutumia watu vibaya. See, Moses, Waona Musa, his eyes were opened macho yake yalifunguliwa, and he forgot the opportunity to be the next king in Egypt. naye akasahau nafasi ya kuwa mfalme anayefuata kule Misri. Moses saw Musa aliona the gold and the silver in the palace. fedha na dhahabu vilivyo ndani ya ile ikulu. He knew Alijua that he will be the next king. ya kwamba atakuwa mfalme anayefuata. But because his eyes were open, Ili msababu macho yake yalifunguliwa, he saw the invisible God. alimwona Mungu asiyeonekana. He said goodbye to those palace Akasema kwa heri kwa kila kitu ndani ya ikulu. and went after the unseen Yeye akafuata yale yasiyoonekana, because his eyes were open. sababu macho yake yalifunguliwa. Who are you? Wewe ni nani? You are a temple. Wewe ni hekalu. I'm not joking around. Sifanyi mzaha. You are a temple. Wewe ni hekalu. If you have trusted in Christ, Kama wewe uko ndani ya Kristo, it's too late. umechelewa. You cannot change from being a temple. Wewe sibadilika kuwa hekalu. If you don't want to be a temple, Kama utaki kuwa hekalu, don't believe in Christ. usiamini Kristo. But if you do, Lakini ikiwa unaamini, you are a temple. wewe ni hekalu. And not 10 years later, Na sio miaka 10 baadaye you say, I don't want to be a temple anymore. useme eti sitaki kuwa hekalu tena. It's too late. Utakuwa umechelewa.
God is already dwelling in you. Tayari Mungu anaishi ndani yako. Amen. Christ in you, Kristo ndani yako, the hope of glory. tumaini la utukufu. See, the Corinthians were messing around Waona because they didn't know wale wa Korintho walikuwa wanajichanganya, wakichafua, maana hawakujua who they were. wao ni wakina nani. Ignorance is our worst enemy. Kutojua ndio adui yetu mkubwa. No wonder why Paul told them in 1 Corinthians 3:16. Sio ajabu Paulo aliwaambia katika Wakorintho wa kwanza 2:16. Do you not know Je, nyinyi hamjui that you are the temple of God? kama nyinyi mwekano lake Mungu? If you know you are the temple of God, Kama unajua ni hekalu lake Mungu, you live with that in mind and respect God. utaishi ukiwa nayo katika akili yako na kumheshimu Mungu. You are carrying the God of the universe with you. Wewe unabeba Mungu wa ulimwengu pamoja nawe. Wherever you go, Popote uendapo, you are carrying the God of the universe. wewe unambeba Mungu wa ulimwengu. In verse 17, Paul says, if you play with him, Mstari wa 17 Paulo anasema ukicheza naye, if you destroy this temple casually, ukiangamiza tu hii mwili kiholela, you will meet his storm. wewe utakutana na mawe yake. Number 3, Jambo la tatu, who are you? wewe ni nani? Who are you? Wewe ni nani? Number one, you are what? Ya kwanza tulisema wewe ni Number 2, you are what? la pili, wewe ni nani? Number 3, La tatu, you are the light of the world. wewe ndiye nuru ya ulimwengu. You are the light of the world. Wewe ni nuru ya ulimwengu. What does light do? Nuru inafanya nini? What does light do? Nuru inafanya nini? It dispels what? Huwa inafanya- Darkness. Inaondoa giza. You are not the real light. Wewe sio nuru ya kweli. Jesus is the light of the world. Yesu ndiye nuru ya ulimwengu. You are just the bulb Wewe tu ni taa carrying the light, inayobeba ile mwangaza, and the light shines through you. nayo taa ile mwangaza inaangaza kupitia wewe. The light that you are producing Mwangaza ambao wewe unapeana is Jesus producing that light. ni Yesu ambaye anapeana huo mwangaza. That's why it says Jesus in you, Ndio maana inasema Yesu ndani yako, the hope of glory. tumaini la utukufu. Amen. You are the light of the world. Wewe ni nuru ya ulimwengu. If we come here at night Tukija hapo usiku and we turn the switch, na tuwashe, nothing comes on, hakuna kinachowaka, and you look outside, na uangalie kule nje, the power is in every house. wale kwa kila nyumba kuna mwangaza. You know it's not a power station. Unajua ya kwamba sio kituo cha mwangaza. That means something is wrong. Hiyo inamaanisha kuna makosa, Either with the wiring aidha kwenye waya or the switch, ama kwenye switch, something is wrong. na kitu kibaya. So when you as a believer, Ikiwa wewe kama mwenye kuamini you are not producing light hautoi mwangaza in your family, katika jamii yako, in your community, katika ukoo wako, something is wrong. kuna kitu makosa. Something is wrong. Kuna kitu makosa. See, the apostles, Bwana, wale mitume they were many. hawakuwa wengi, They were not many. hawakuwa wengi, But wherever they went, lakini popote walienda they changed the chemistry of that society. walibadilisha kemia ya ile jamii. Everywhere they went. Popote walienda. When they went to Thessalonica, Walipoenda Thesalonike they cried, walilia, these people watu hawa who have turned the world upside down, ambao wamebadilisha ulimwengu chini juu, they have come here also. wamekuja hapa pia. With their lives, Wakiwa na maisha yao, with the love of Christ, wakiwa na upendo wake Kristo, representing Christ, wanawakilisha Kristo, they changed wherever they went. walibadilisha popote walipoenda. Who are you? Wewe ni nani? Right.
You are the light. Wewe ni nuru. That's a privilege. Hiyo ndio nafasi tuliyopata. That God has made you His light. Kama Mungu amekufanya wewe kuwa nuru yake. Are you shining? Are you shining? Je, unaangaza? That's the question between you and the Lord. Hiyo ni swali kati yako wewe na Bwana. Are you shining wherever you find yourself? Je, unaangaza popote unapojipata? Can people look at you? Je, watu wanaweza kukuangalia and say you are indeed the light? na waseme hakika wewe ni mwangaza. It's so good to be around you. Ni vizuri sana kuwa karibu nawe Because you are shining. sababu unaangaza. That's a question you need to ask yourself. Hilo ni swali unahitaji kujiuliza. Otherwise, this conference has become useless for you. La sivyo, ili kongamano litakuwa limekuwa bure kwako. You are temple. Wewe ni hekalu. You are a light. Wewe ni nuru. Number 4. Jambo la 4. You are the salt of the world. Wewe ni chumvi ya ulimwengu. That's what Jesus said in Romans, in Matthew chapter 5. Hicho ndio Yesu alisema kwenye Mathayo sura ya 5. Verse 13. Mstari 13. You are the salt of the world. Wewe ni chumvi ya ulimwengu. In verse 14 he said you are the light of the world. Mstari 14 anasema wewe ni nuru ya ulimwengu. What does salt do? Chumvi inafanya nini? What does salt do? Chumvi inafanya nini? Salt gives what? Chumvi inaleta nini? Ladha. When we read in the morning, Mahali tuliposoma asubuhi, Psalm 34, Zaburi 34, I think it's in verse 8. nafikiri ni mstari wa 8. It says, taste and see that the Lord is good. Inasema onjeni muone ya kwamba Bwana yu mwema. How can an unbeliever taste the Lord? Mtu ambaye sio mwenye kuamini anawezaje kumuonja Bwana? How can a believer taste the Lord? Muamini anawezaje kumuonja Bwana? Literally? Is that literal? Kimwili? Je, hiyo ni ya kimwili? Do you stick your tongue in the air and say, Lord, I want to taste you today? Je, wewe unatoa ulimi wako angani unasema Bwana leo nataka nikuonje leo. Lord, I want to be able to experience the scripture. Bwana leo nataka nipate kuona maandiko. Come so close so I can taste you. Kuja karibu sana mpaka nikuonje. Is that how? Hivyo ndio jinsi inakuwa. How do we taste? Tunamuonjaje? See, God has placed you here as salt. Ona Mungu amekuweka hapa kama chumvi. That means everything heaven has. Yeye anamaanisha kila kitu ambacho mbingu iko nacho. Everything that God represents. Kila kitu ambacho kinawakilisha Mungu has been deposited in you. Kimewekwa ndani yako. God is love. Mungu ni upendo. When you are around people, ukiwa karibu na watu, they can taste the love of God. Wanaweza kusikia upendo wake Mungu by being around you. Kwa kuwa karibu nawe. People don't know anything about the heaven. Watu hawajui chochote kuhusu mbingu. But when they are around you, watu ambao karibu nawe, you give them a taste of heaven. Wewe unawapatia kionjo cha mbinguni. By expressing the love of God. Kwa kudhihirisha upendo wake Mungu. In such a way they will say, kwa njia kiasi kwamba watasema, this is of God. Hii ni ya Mungu. That's what Jesus said. Ndio maana Yesu alisema, love one another. Pendaneni. By this, kwa hivi the world will know. Kiasi ulimwengu utajua. God is compassion. Mungu ni huruma. God is compassionate. Mungu yeye mwenye huruma. But the world can't taste God's compassion. Lakini huruma, ulimwengu haiwezi kaonja huruma wa Mungu. It has been deposited in you. Yeye tayari amewekwa ndani yako. When people are around you, watu karibu nawe, they will be able to experience compassion. Wanapoona ule huruma. God is merciful. Mungu ni mwenye rehema. When people are around you, kati watu karibu na wewe, they will be able to taste. Wanaweza kuonja God's mercy. Huruma wa Mungu through your action. Kupitia matendo yako. That's what it means to be salt. Hicho ndio kile inamaanisha kuwa chumvi. I remember years when I was a little. Kumbuka miaka kadhaa nilipokuwa bado mdogo. I came from a large family. Nilitoka katika jamii kubwa. And my mother would put food on the floor. Mama yangu angeweka chakula pale sakafuni. And we would all gather around the big bowl. Na sisi wote tungekusanyika pale kuzunguka ile bakuli kubwa. One time, wakati mmoja, my mother forgot to put salt in the soup. Mamangu akasahau kuweka chumvi ndani ya supu. And you know what it means? Wewe unajua inamaanisha nini? To eat ugali in the soup no salt.
kula ugali ndani ya supu ambayo haina chumvi. It's not a good taste. Sio ladha nzuri. So we ate. Tukala. Immediately we frowned our faces. Ghafla tukakunja nyuso zetu. No salt. Hakuna chumvi kwa hii chakula. We told our brother. Tukaambia ndugu yetu, "Go get some salt." Neno kalete chumvi. We were hungry. He ran inside the house. Yeye akakimbia ndani ya Grabbed nyumba. something he thought was salt. Akaleta kitu ambacho ni chumvi. He put it in the soup. Kaika ndani ya supu. Akoroga. Kala. No change. Hakuna mabadiliko. My sister told him he went back 3 times. Dada yangu akaniambia karudi mara 3. Finally my sister got angry. Hatimaye dada yangu Give me the plate. Nipatie hiyo sahani. He went and grabbed the plate. Alienda akachukua hiyo sahani. My sister older, dada yangu mkubwa, took the plate. Akachukua ile sahani. Before she put some, kabla ya kuweka, she took a little akachukua kidogo and did the tasting. Akaionja. And we are all looking at her. Sote tulikuwa tunamwangalia. As she moved her head. Akatingiza kichwa chake. That's not a salt. Akasema hiyo si chumvi. It's corn starch. Hii inaitwa starch. It's corn starch. Hii ni starch ile ambayo imetoka kwa mahindi. No wonder. Si ajabu. There was no taste. Hakukuwa na ladha. Even if she had put the whole plate. Hata kama angeweka sahani mzima. There would be no taste. Hakungekuwa na ladha. Because corn starch is tasteless. Kwa sababu hiyo starch inayotengenezwa kutoka kwa mahindi haina ladha. The Bible says you are salt. Leo nasema wewe ni chumvi. What kind of salt are you? Wewe ni chumvi aina gani? Don't answer me. Usinijibu. Answer yourself as you go home. Ujijibu unapoenda nyumbani. What kind of salt am I? Mimi ni chumvi aina gani? Number 5. Jambo la 5. Who are you? Wewe ni nani? You are the 5th gospel. You are the 5th gospel. Wewe ni injili ya 5. You are the 5th gospel. Wewe ni injili ya 5. The 5th gospel. Injili ya 5. How many gospels do we have? Tuko na injili ngapi? 4. Injili 4. Name them. Hebu taja. And the number 5 is you. Na ya 5 ni wewe. You are the 5th gospel. Wewe ndio injili ya 5. How do we know? Tutajuaje? Paul tells us. Paulo anatuambia. In 2 Corinthians. Ndio Wakorintho wa 2. Chapter 3. Sura ya 3. Verse 2. Mstari wa 2. Paul says. Paulo anasema. You are an open letter. Nyinyi ni waraka ambao umefumuliwa. See, some people don't have time to read Matthew. Waona watu wengine hawana wakati wa kusoma kitabu cha Mathayo. Guess what? Fikiria nini? They have time to read you. Wako na wakati wa kusoma wewe. They read you every day. Wanakusoma wewe kila siku. Your spouse reads you every day. Mkeo anakusoma kila siku. Your children, they read you every day. Watoto wako wanakusoma kila siku. You are the 5th gospel. Wewe ni injili ya 5. You see, often when people read you, Waona mara kwa mara watu wanapokusoma and they like what they read, na wanapenda kile ambacho wanasoma, they begin to go and find out what changed you. wanaenda kutafuta ni nini kilichokubadilisha. It is that time they begin to read Matthew, Luke, and John. Ndio wakati ndipo wanaanza kusoma kitabu cha Mathayo, Luka na Yohana. But if you say you are a Christian, Kile ukisema wewe ni Mkristo, and what they read na kile wanachosoma is like the book of Satan. ni kama kitabu cha shetani. They don't care about Matthew, Luke, and John. Hawajali kuhusu Mathayo, Luka na Yohana. You see who we are. Wanauliza sisi ni nani? We are a special group of people. Sisi ni kikundi maalum cha watu. Left here. Kiatu hapa. Not by accident. Sio kwa ajali. But by the plan of God. Ni kwa mpango wake Mungu. Amen. We are left here to change our environment. Tumeacha hapa kuyabadilisha mazingira yetu. To impact our environment. Weza kubadilisha mazingira yetu. We say there are 2 properties of salt, isn't it? Tuko na sehemu mbili ya chumvi, 2 sio? major properties. Tuko na sehemu mbili kuu za chumvi. One is taste. Ya kwanza ni peana ladha. 2 is what? Ya pili ni kufanya nini? Preservation. Ya kuhifadhi.
Don't you know Je, haujui that you have been called here mumeitwa hapa to be a preservative kuwa kitu cha kuhifadhi to this earth? kuhifadhi hii ulimwengu. How? Kivipi? You see, I heard the bishop when we were coming in. Tulipokuwa tunaingia ndani, You see, when righteousness is high, wakati haki iko juu, evil goes down. uovu unateremka chini. Do you know the reason why there is so much decay? Wajua ni kwa nini kuna uharibifu mwingi? It's because there is no preservative elements around. Ni kwa sababu hakuna vitu vyenye kuleta hifadhi karibu. We are not preserving, Sisi hatuhifadhi. and therefore there is decay. Kwa sababu hiyo kuna kule kuoza. We ourselves are decaying. Sisi wenyewe tunaoza. If a pastor is lying from the pulpit, Kama mchungaji anadanganya hapa kwenye madhabahu, what do you think will happen to the person sitting down? sasa wewe unafikiria yule ambaye ameketi hapo chini, nini itafanyika na yeye? He will lie too. Yeye pia atakuwa muongo. If the church is lying, Ikiwa kanisa inadanganya, the unbelievers they have wings. wale wenye kutoamini wao pia wako na mabawa, They can fly. wanaweza kupaa. Because the church is full of lies, Maana kanisa imejaa na uongo, full of deception. imejaa na udanganyifu. The church Kanisa is full of hypocrites. imejawa na wanafiki. You are the fifth gospel. Wewe ndio injili ya tano. People are watching you. Watu wanakutazama, People are looking at you. watu wanakuangalia. Number 6. Jambo la sita, Who are you? wewe ni nani? You are Christ's fragrance. Wewe ni manukato yake Kristo. Perfume. Wewe ni manukato. What does perfume do? Manukato yanafanya nini? This smell. Manukato yanatoa harufu nzuri, But there's also bad perfume. lakini pia kuna manukato mabaya. Bad perfume. Kuna manukato mabaya, So strong, so powerful, it can choke you. mabaya sana yenye nguvu, yanaweza kukunyonga. When you go to the Middle East, they use so powerful perfume. Kienda mashariki ya kati huwa wanatumia manukato yenye nguvu sana. And if you go into an elevator, Na ukienda kwenye elevator, and they just come in alafu wewe uingie tu with ndani bad perfume, ukiwa na manukato mabaya, you pray quickly. uombe haraka. Oh Lord, let it be the second floor is getting out. Bwana, wacha iwe ya kwamba anatoka kwenye orofa ya pili, Because you are choking. maana inakunyoka. But if it's good perfume, Inikali manukato mazuri, and you are going to the 20th floor, na wewe unaenda orofa ya 20, you wish that we follow you to the 20th floor. unaishi tungeenda mpaka orofa ya 20. Where there is a good perfume, Mahali kuna manukato mazuri, there is also bad perfume. pia kuna manukato mabaya. What kind of perfume are you? Wewe ni harufu ya aina gani? Are you the one that people want to be around? Je, wewe ni ile harufu ambayo watu wanataka kuwa karibu nayo, Or the one that when people see you coming around, ama wewe ni ile harufu watu wakikuona unakuja, if they have meeting, if they have fellowship, wakiwa na ushirika they close quickly. wanafunga haraka? They say a last prayer. Tuseme maombi yetu kwa wale makuhani ambao ni wakulipwa, You represent yourself wewe unajiwakilisha mwenyewe before God. mbele za Mungu. You represent the world. Wewe unawakilisha ulimwengu. That's a privilege. Hiyo ni nafasi nzuri. So as we are going around, Sasa unapozunguka hapa na pale, you are special. wewe ni maalum. You may not look special. Wewe usionekane mtu maalum, You don't have to look special. na sio lazima uonekane kuwa maalum. The Bible says you are special. Biblia inasema wewe ni maalum, And that settles it. na hiyo inamaliza kila kitu. You're special. Wewe ni maalum. Nobody has what you have. Hakuna yote aliye na kile ulicho nacho wewe. Nobody is a temple Hakuna yote ambaye ni hekalu of the God of the universe. ya Mungu wa ulimwengu But you. isipokuwa wewe. Finally, Hatimaye, who are you? wewe ni nani? You are an ambassador. Wewe ni balozi, You're an ambassador of Christ. balozi wake Kristo. You see ambassadors, Waona mabalozi, those dignitaries, wale watu wa heshima, we say, wow. tukiwaona tunasema wow. See how the cars were following them. Maana vile magari yalikuwa yanawafuata. But for you, Lakini wewe, you're an ambassador of heaven. wewe ni balozi wa mbinguni.
As an ambassador, kama balozi, you see, ambassador does not provide for himself. waona balozi huwa hasimami kwa niaba yake mwenyewe. The government provides for the ambassador. Huwa hajipatii kile anachohitaji, serikali ndio inaopeana kile yule balozi anahitaji. As an ambassador, Kama balozi, don't worry about their provision. usio na wasiwasi kuhusu matoshelezo yako, Because the one who sends you as an ambassador maana yeye aliyekutuma kama balozi, has your back covered. yeye amekufunika mgongo. That's why Paul said, Maana Paulo anasema, and my God naye Mungu wangu shall supply all your needs atapeana mahitaji yako yote according to the riches of his grace kulingana na utajiri wa neema yake in Christ Jesus. katika Kristo Yesu. Jesus said, Yesu alisema, I am with you. niko pamoja nawe. Lo, I am with you. Tazama niko pamoja nawe. Not just for 1 week. Sio tu kwa wiki moja. I am with you Niko pamoja nawe to the end. mpaka mwisho. So you go home. Utakapoenda nyumbani, You celebrate sherehekea who you are. wewe ni nani. A child of God. Mtoto wa Mungu, Buried in Christ. amezikwa ndani ya Kristo, Covered by his power. amefunikwa na uwezo wake, And guided by his spirit. anaongozwa na Roho wake, Empowered by his word. amewezeshwa na neno lake For the sake of his glory. kwa ajili ya utukufu wake. May God bless you until we meet again.